Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hivi sasa Mwenyezi Mungu amempa nafasi, ana siku 40 kuanzia amerudi haji, ana siku 40 ambao Bwana Mtume alituambia dua ya haji zinakuwa ni kabuli kwa siku 40. Kwa hivyo hivi sasa yeye ana siku 40, dua zake ni kabuli, mustajabu. Kinachotakikana alipofundisha Bwana Mtume, unapopambana na huyu mtu yoyote ametoka al-haji, ukionana naye baada ya salamu alaykum, mwambie nifutilie paka, niombe dua, akuombe dua, kisha kama mna maongezi baadaye, kwa sababu amepewa nafasi ya kujibiwa dua yake kwa siku 40. Kwa hivyo leo tunajivunia kwamba ndugu yetu Juma nafasi hii nao, ndio maana tupatilize kwa kutaka dua. Mwingine anamwambia hivi, tufanye dua, anamwambia mfanye dua sharifu, ndio mimi sharifu, lakini sitoki haji, kutoka Himiti, sina siku 40 na siku 4. Wewe kutoka haji ni siku 40, sasa dua ya Himiti na dua ya haji la kubariki. Kwa hivyo leo Mwalimu Juma sisi tuna nafasi ya kumsumbua kwa ajili ya dua, kwa sababu tuna mashakili mengi, tuna matatizo mengi, na yeye amepewa na Mwenyezi Mungu hii nafasi siku 40, dua zake na tutajabu. Tumpatilizeni, tuombe. Lingine ni kwamba kwa anayemtambua Mwalimu Juma atamwona yule Mwalimu Juma aliondoka Dodoma kwenda haji na huyo alitoka haji kuja Dodoma tofauti. Hii ni siri ya hija. Anang'aa uso wake, ukimtizama sio yule Mwalimu Juma alikuwa naye hapa Kisoto, alikuwa Kisoto kwa aende mbele. Lakini sasa hivi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hija amempa nuru. Hii ndio faida ya kwenda hija, Allah anakutia nuru kwa uso wako, kwa sababu umekwenda kutizama Al-Kaaba, kwa nini usipate nuru? Umekwenda katika kaburi ya Mtume, kwa nini usipate nuru? Kwa hivyo alhamdulillah, tunampa hongera Mwalimu Juma kwa safari kubwa aliyofanya ya kwenda na kwa sababu hatoka mahali patukufu. Kwanza, pili ni ndugu yangu, nilishindwa kupumzika. Mimi nilichoka sana tangu tarehe 3 mwezi huu wa 6 niliondoka na safari ya Costa kuanzia Himiti mpaka tukaenda Mwanza, na Mwanza hakuna kupumzika, kuanzia asubuhi ni ratiba mpaka usiku tulala. Mpaka mwisho tuondoka siku ya Jumapili usiku saa 7 usiku. Kwa swali ya alfajiri Zega, tukaja zetu mpaka saa 10 alasiri tukaingia Babati siku ya Jumatatu. Yame ya Jumatatu alfajiri, sisi tuliingia Jumatatu alasiri. Tunaondoka saa 7 usiku Mwanza, tunaingia Babati saa 10 alasiri kwa Jumatatu. Nilifika nyumbani nilichoka, lakini katika kesho na safari ya kwenda Dodoma itakuwa machofu kanipanda twende Dodoma. Nilala, naamka, naambia jamaa safari ya leo taweza, nimechoka kwanza, hapana. Kwanza ni yangu kutoka ninakwenda, pili natoka mahali patukufu, ni wajibu wangu nende nikafurahie kwa kuwa amekwenda mahali patukufu, ndio maana nikaja. Kisha mtajiuliza ndugu yake ni Muislamu, sawa au Muislamu, lakini kuna ndugu mwingine sio wa Kiislamu, wa kizazi. Mimi nilipokwenda safari yangu ya kwanza kwenda Kilimo kwa sababu ya dua ya kumrehemu baba yao ilialikwa, nikamkuta mama ambaye ni mama yao mzazi, Mungu amrahamu. Nikikutana naye baada ya kumsalimia, nikamwambia mama, naomba kwa heshima unikubali mimi mtoto wako na wewe mama. Mama huyo hakurudi nyuma, niambia nimekubali. Nikashukuru. Kuanzia siku ile ikawa mimi namuita mama, na yeye kwa furaha yake akasema wewe ni mtoto wangu wa kwanza. Ikawa nimeweka uradi, nikitoka Kenya kakiwa naishi Kenya, nikija Tanzania kwa ratiba zangu lazima nipite Himiti nikamsalimie mamangu ambaye ni swali wa Mungu.
Ilikuwa lazima, sina kawaida kwenda kutoa mawaidha pale, wala nenda kumsalimia mamangu tu nipate dua zake ndio niendelee na safari yangu. Niliweka kaida hii mpaka ule mwaka mwisho ambao atakufa, nimepita nimemsalimia ikiwa mtoto wangu Muhammad, kisha na watu wengi tukamshikilia mkono tukamtoa nje, tukiwa mimi na Sheikh Saad na Khalfani na Fundo, tukamshirikiza mpaka nje kwa sababu watu wengi hawaweza kuingia nyumbani, wote msalimia. Baada ya kumsalimia nikapata dua zake, nikamwambia mama, mimi naendelea na safari yako nao niombe dua. Kaniambia sawa mtoto. Naondoka naendelea safari zangu. Mama huyu ameniswali ala nabii, anaambia mabinti zake, anawaambia Sheikh Hussein atakuja kabla ya kwenda Kenya, kabla ya kurudi kwake atapita tena. Wale wanamwambia Sharifu ana ratiba ndefu, mama hawezi kurudi tena, sababu anakwenda huko mpaka Kondoa, aende mpaka afike Rioja Imiti, amalize ratiba arudi, hawezi. Akaambia mimi naambia atakuja Sheikh kabla ya kwenda Kenya. Kati kumbe nitakwenda kumzika. Niko Kondoa kwa Talbana, napigiwa simu na Juma, ananiambia mama, inna lillahi. Kaambia sasa, kaambia mimi niko tayari kwa sasa hivi, nitavunja ratiba zote kumwacha mtoto wangu aendelee, mimi nikamzika mama. Basi akasema mimi na Hamisi tunakwenda tukakupitia, tukawasubiri wakanipitia usiku, tukaenda tukamwona mamangu pale akufa. Ndio dada zangu wakaniambia mama alisema Sharifu atakuja kabla ya kwenda, kabishana naye, kumbe akakuja kumzika. Kamzika na alhamdulillah, ndugu zangu wote hao wakasema kwa mama alisema yeye mtoto wake wa kwanza, hatuna ratiba ya kupanga mazishi na sisi tutayapanga wewe, sio kusikiliza wewe. Na kweli nilipanga mazishi na nikatangaza kila mahali kwa wale waliokuwa nao mtandaoni kwamba nimefiliwa na mamangu, swali ala nabii, mazishi na sisi. Alhamdulillah, wakazi walikuja tukazika. Kwa hivyo huyu ni ndugu yangu na wote ndugu zake, kwa Hamisi, kwa Bibi, kwa nani Sefu, kwa Nishaku, wote hao na ndugu zangu na ndugu zangu, kwa sababu ya mama nilimuomba ni mtoto wake na yeye akaniambia. Kwa hivyo wanapokuwa na jambo lao, mimi waniwaji nifiki kila nikiwa mgonjwa na sala ya usiku, lakini kwa kuchoka sifai kuacha kufika huko nimechoka. Ni wajibu, ndio maana nimeingia jana alasiri na leo nimeamua kuja huko. Sijapumzika, lakini nimeona ndugu yangu kutoka Madagaskar ni wajibu wangu kuja na mtoto wangu, kuja na mtoto wangu Ahmed Hussein ambaye maarufu, nimekuja na kwa wangu huyo mtoto wangu ameoa binti yangu, kunaye nimepata mtoto wa kiume ya kwake ambaye ni mjukuu wangu Habib Ali Zain Abdi, na huyu Sharifu Zain ni katika kizazi cha Abubakar Misali kwa familia sahibi. Kwa hivyo Sheikh Zain yuko naye, kuna mtoto wa Misali kimaarufu anaitwa Sheikh kwa sababu ya ila wazee ambaye ni mtoto kwa naye. Alhamdulillah, wote hao wakaambia twendeni tukafurahie mgeni wa Madagaskar. Kwa hivyo alhamdulillah tumefika na tumeshukuru hapa kwenda. Iliyobakia sasa ni dua. Kabla ya dua tutaangalia haja ya ili tupate mablagha yetu, kisha sekretari chetu Sheikh Said Rajab yatasomea dua za Zanzibar kwa ulimi Sayyid Jaafar al-Zanzibar ili tupate mablagha yetu. Kikubwa ni nia, Mwenyezi Mungu atujalie nia, kila mmoja wetu atie nia na kila mtu atapata kwa nia yake. Mwenyezi Mungu anatazama nia yako, siri baina yako na Mola wako kwenye moyo. Atakutazama moyo wako, unasema nini, unataka nini nikupatie, unataka nini nikuondolee, si kwenye ulimi, kwenye moyo. Kwa hivyo tukicheni mtie nia zetu kwenye moyo, tusome dua. Baada ya dua tutaadhini kuswalia dhuhuri kama kawaida ya nne. Sisi kwa safari kuswalia dhuhuri na asiri
lakini wenyeji mpaka swali ya dhuhuri, kisha tutapata tadharu. Baada ya tadharu tutakuwa na hasara, lakini usiondoke kabla ya kupata tadharu inshallah. Na sisi tulikuja, tunataka turudi leo tutakuja kwenye jambo. Kwa hiyo itakuwa baada ya tadharu tutabakia kwa dakika kadhaa, kwa sababu sana ndugu yangu ili siwezi kuzungumza mengi aliyopata kule hapa maelezo, lakini mimi na nafasi ya kuzungumza mengi na hata nyinyi. Kwa hiyo tutakuwa na muda kukaa naye, kisha baadaye kwa zetu kimiti. Mimi niko kimiti Babati Manyara, Tanzania. Alhamdulillah, na miaka mingi sasa naishi huku, na Mwenyezi Mungu atuwafikishe na kheri. Sasa mbele zetu tuzitieni Allah atufikie.